Mwaka 2025, dunia imeendelea kushuhudia mwenendo wa kuwajibisha viongozi wa Afrika wastaafu waliotuhumiwa kwa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, uhalifu wa kivita na matumizi mabaya ya madaraka. Huku vyombo vya kimataifa kama Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, mahakama maalum za kikanda pamoja na mahakama za kitaifa zikisimama kidete kuhakikisha wahusika wanakabiliwa na mkono wa sheria. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari, mwaka 2025 vinaonyesha kuwa majina makubwa ya kisiasa barani Afrika bado yanahusishwa na kesi nzito, miongoni mwao wakiwa marais wastaafu waliowahi kushika hatamu za uongozi. Katika muktadha huu, Afrika inajikuta kwenye ukurasa mpya wa historia ambapo madai ya haki, usawa na uwajibikaji yanazidi kupata nguvu katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Sasa hawa ni baadhi ya marais wastaafu kutoka barani Afrika waliokabiliwa na mashtaka ya uhalifu 2025, akiwemo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, ambaye alikabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo kuhusika kuandaa uasi na mapinduzi dhidi ya serikali, madai pia ya ushirikiano na waasi wa M23 na mashtaka mengine ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mnamo mwezi Machi 2025 alifunguliwa kesi mbele ya mahakama ya kijeshi huko mjini Kinshasa, ambapo kesi hiyo ilifanyika bila yeye kuwepo. Hata hivyo, Septemba 30 mwaka 2025, mahakama ya kijeshi ilimtia hatiani Joseph Kabila na kuamuru hukumu ya kifo kwake kutokana na makosa hayo. Lakini pale Jamhuri ya Afrika ya Kati, aliyewahi pia kuwa rais wa nchi hiyo aliyeongoza mnamo mwaka 2003 hadi 2013, Francois Bozize, mapema mwaka 2025, mahakama maalum ya uhalifu wa nchi hiyo ilitoa hati ya kukamatwa kwa rais huyo wa zamani ambaye anashitakiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanyika kati ya Februari 2009 hadi Machi 2013, ikijumuisha makosa ya mauaji, mateso, ufichaji wa watu, uharibifu wa heshima ya utu, ubakaji na makosa mengine yaliyofanywa akiwa madarakani na walinzi wa rais huyo na idara nyingine za usalama katika kituo cha mafunzo ya kijeshi cha Bosembele kinachojulikana kama Guantanamo, kaskazini mwa mji mkuu wa nchi hiyo. Hata hivyo, mashtaka hayo yanayomkabili Bozize ni mazito na yana msingi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kiongozi mwingine wa Afrika ni kutokea pale nchini Mauritania, rais wa zamani wa nchi hiyo aliyehudumu kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2019, Mohamed Abdelaziz, ambapo aliitishwa katika kesi ya ukiukwaji wa madaraka, ufisadi, utajiri uliofichwa, uhamishaji wa mali kwa njia zisizo halali ambayo yalitega matumizi ya rasilimali kwa faida zake. Mnamo mwaka 2023 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 na mnamo Mei mwaka 2025 mahakama ya rufaa iliongeza kifungo cha miaka 15 pamoja na faini ya takriban milioni 3 za Kimarekani. Mohamed Abdelaziz anakuwa mmoja wa wakuu wachache wa zamani wa nchi za Afrika kuhukumiwa kwa kujitajirisha kwa njia za haramu akiwa madarakani. Swali ni je, ni kwa nini baadhi ya viongozi wastaafu hukabiliwa na mashtaka ya kiuhalifu baada ya kumaliza muda wao madarakani? Tuandikie ujumbe wako hapo chini.